Msichana aliolewa na bilionea katika ndoa yake ya kwanza. Usiku wa harusi, hakujua jinsi ya kuzungumza na mumewe. Mwanamume aliporudi kutoka kuoga, alimkuta tayari amelala. Yeye mwenyewe akiwa na haya, hakuthubutu kumkumbatia. Siku iliyofuata, alipoamka na kuona pete kwenye kidole chake, msichana aligundua kwa mshangazo kwamba ameolewa. Hivi karibuni, mwanamume aligundua mkewe alikuwa akimkwepa. Msichana alipotoka kujifurahisha na rafiki yake wa karibu kwa triki, mwanamume alizuia njia yake kwa gari. Alipomwona akimwendea, msichana kama mtoto aliyefanya kosa alishindwa. Aliingia kwenye gari la CEO kurudi nyumbani. Kwa kuwa tetesi za nje zilisema mwanamume ni mkatili na mwenye moyo mgumu, na kwamba mtu yeyote anayemkasirisha atakumbana na mwisho mbaya. Msichana alishusha kichwa na kuomba msamaha kwa haraka. Samahani, mjomba mdogo, lakini mwanamume alimkumbusha anapaswa kubadilisha jinsi anavyomwita. Ilibadilika kuwa msichana alijua tangu utotoni kwamba familia zao zilikuwa na mapatano ya ndoa, lakini alipofika nyumbani kwa rafiki yake wa karibu, alimkosea mtu. Hakuwaza kamwe kuwa angeolewa na mjomba mdogo wa rafiki yake. Hivyo alimkosea kaka mdogo wa mwanamume kama mwenzi wa mapatano. Wakati alikuwa akijisumbua kama anapaswa kumuoa kweli, mwanamume alipita na kusikia. Mwanamume akafungua mlango wa friji na kumpa tufaha. Hii ilimkumbusha msichana tukio la zamani, na akatambua hakuwa wa kutisha hivyo. Mwanamume alipokuja kuomba kwa zawadi nyingi, msichana aliuliza kwa mshangazo, "Je, bwana harusi hahitajiki kuwepo mwenyewe?" Akajibu, "Anayekuoza ni mimi." Hata hivyo, baada ya ndoa, kila msichana alipomwona mumewe bado aliona haya. Aliweza tu kushusha kichwa na kula kwa bidii. Yule mwanamume alipomwangalia mkewe, alimfanya ajisikie vibaya zaidi. Kwa kweli, alikuwa katika fikra. Yule sungula mnyama asiyejua maisha ya ndoa alikuwa akimchoma nyuma ya mkono kwa vijiti vya chakula. Akihitaji kuanza kula, alidhani anataka amwekee sahani, na akajaza bakuli lake kama mlima. Siku moja, msichana alikutana na rafiki yake wa karibu ambaye hakumuona kwa miaka, lakini bila kutarajia akamkuta mwanamume kwenye mlango wa mgahawa. Alitaka kumvuta rafiki yake haraka, lakini mwanamume aliposikia kelele, alitazama moja kwa moja na kualika wote kula pamoja. Kwenye meza, alitayarisha juisi kwa msichana, bila kujua kwamba siku zote alitaka kuonja divai ya kifahari. Akichukua nafasi, mwanamume alipotoka kupokea simu, alikunywa glasi kadhaa kwa siri. Aliporudi, alimkuta mkewe mdogo akiwa amelewa, anayeguguma. Akiwa amejaa pombe, aliuliza, "Mimi ni nani?" Ndipo msichana akajibu kwa uaminifu na furaha, "Mume wangu mzuri."